Lini siri zinapogeuka kuwa aibu? Leo nitakupeleka kwenye simulizi ambayo itakufanya ufikirie mara mbili kabla ya kumdanganya mpendwa wako. Bwana mmoja alikuwa na maisha ya kawaida. Mke wake naye alikuwa mke mwaminifu. Lakini moja ya siku, bwana huyu alichukua uamuzi ambao ulikuwa kielelezo cha hatari ya siri ndogo. Alimwambia mke wake kwamba amefukuzwa kazi. Mke alilia kidogo, lakini alijaribu kumfariji. Hata hivyo, ukweli ulikuwa tofauti. Bwana huyu hakufukuzwa kazi, alikuwa amepata tu likizo ya muda mfupi. Lakini hakutaka mke wake ajue. Baada ya siku chache, alimdanganya tena, akimwambia, "Kuna kazi mkoani. Nimepata lakini ni ya muda. Nitakaa huko kwa muda wa miezi miwili." Mke alikubali kwa moyo wote, akimtakia kila la heri. Lakini bwana yule hakutoka mjini. Aliendelea kuishi pale. Na mwanamke mwingine, mchepuko wake wa siri, alikuwa sehemu ya maisha yake ya siri. Hata hivyo, hakumsahau mke wake. Mara kwa mara aliwasiliana naye, akimwambia kwamba yupo mkoani. Wakati mwingine, alikatisha mazungumzo, akisema, "Nimechoka sana leo. Nataka kulala mapema." Lakini yote yalibadilika usiku mmoja. Mke alimpigia sana simu, lakini bwana yule hakupokea simu ya mke wake. Usiku ule, bwana yule alitoka chumbani kidogo. Alishuhudia jambo ambalo lilimvunja moyo. Alimwona mke wake akiingia chumba cha jirani. Hasira ilimpanda mara moja. Alisahau uhalisia. Yeye pale alikuwa na mchepuko wake. Bila kufikiria mara mbili, alitoka na kugonga mlango kwa nguvu. Majirani wote walitoka baada ya kusikia vurugu. Majirani walikusanyika haraka. Wote walidhani wanakuja kuona fumanizi. Lakini ukweli ni kwamba mke hakuwa anamsaliti mume wake. Alienda kumsaidia mgonjwa, mama wa jirani yao kijijini, aliyekuja mjini kupata matibabu. Hakuwa na mtu mwingine wa karibu, na aliombwa kutoa msaada wa siku chache. Alikuwa mke mwaminifu, akifanya kila jambo kwa heshima, huku akijaribu kuwa mkarimu na kusaidia wengine. Na alijaribu sana kumpigia simu mume wake ili kumjulisha jambo hilo na kumwaga, lakini mwanaume hakupokea simu kwa sababu ya kuwa karibu na mchepuko wake. Bwana yule alibaki pale kimya, aibu ikimtawala. Hapo ndipo alipotambua kuwa kweli, haraka haina baraka, na hasira ni hasara. Mke wake pamoja na majirani wote walipata kufahamu ukweli kwamba bwana yule kumbe hakuwa amesafiri kwenda mkoani, bali alikuwa pale mjini akiwa na mchepuko wake. Bwana yule alisahau msemo wa wahenga kwamba mwenda pole hajikwai, yeye akaenda kasi akajikwaa. Na hasira ni hasara. Alipata hasira baada ya kuona mke wake anaingia kwenye chumba cha mwanaume, na akaamua kufanya vurugu ambayo ilimuumbua na ikawa hasara kwake. Aliyapata malipo yake, kama vile wahenga walivyosema kwamba mwisho wa ubaya ni aibu. Na kweli aibu aliipata. Watu wote waliokusanyika pale waliujua ukweli wote. Mafunzo ya simulizi hii ni wazi kwamba usaliti huja na aibu. Udanganyifu unaweza kuharibu heshima yako zaidi na uhusiano wako pia. Kujidhamini na kuwa mkweli ni msingi wa mapenzi ya kweli. Simulizi hii ni kioo cha maisha na mahusiano. Mara nyingine unaposahau hekima za zamani, aibu itakupata zaidi ya unavyotarajia. Asante kwa kunisikiliza. Kama umejifunza kitu, usisahau kushare kwa wengine nao wajifunze kitu. Nawapenda sana marafiki zangu ambao mna like na kukomenti kwenye video zangu. Sina cha kuwalipa, lakini nawaombea kwa Mungu afya, baraka na mafanikio mema. Nawapenda sana japo hatufahamiani.